wakazaliwa hawakulelewa na baba na mama, kwa hiyo hawakujua hasa misingi ya kwamba unapokwenda mbele ya mtu aliye zaidi yako unatakiwa uende namna gani. Kwanza katika hali ya kawaida, acha hii ya kiroho. Unapokutana na mtu ambaye yuko zaidi ya umri wako, unatakiwa umsalimie kiasi gani, umpokee kwa namna gani? Sasa wengi ambao wamezaliwa hasa au wamelelewa katika mazingira yenye utata, hao watu wana tatizo kubwa sana. Hilo sio tatizo dogo. Unapokutana na mtu ambaye ana umri kuliko wewe, kwa hiyo tunapozungumzia habari ya discipline, inaanzia katika misingi ya familia, lakini ina maana kubwa sana kiroho. Utaiona tu. Sasa kama hukulelewa vizuri, kuanzia katika kutambua kwamba huyu si lika yangu, ninapoongea naye niongee naye kwa namna gani? That's why leo unaweza ukute mtu mdogo na mtu mkubwa yuko pale, lakini mdogo anaongea sana. Ni kwa sababu huyu mtu kuna namna hakuandaliwa vizuri kukaa mbele ya watu wakubwa. Na hili jambo linaenda mpaka majumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapokuja katika habari ya kiroho, huyu mtu tayari anakuwa na sifuri katika maadili ya kawaida. Kwa ni kazi sana. Unapokutana na mtu ambaye ana umri kuliko wewe, ana miaka kuliko wewe, unapokaa kati ya mtu walio na umri kuliko wewe, hiyo ni hali ya kawaida. Sasa unapokuja kwa watu walio na cheo, kuna the way unapaswa kukutana nao, kuongea nao, hata kula. Tunasema Biblia katika Misali. Lakini kwa sababu unakuta ulikuwa kwa kuachiliwa, ulikuwa kwenye familia ambayo haina baba na mama, hata kama wapo, lakini pengine ilikuwa ni tatizo katika mambo ya msingi kukuwekea, inakuwa ni tatizo. Hii ndio unaweza ukakuta mtu anakutana mwenye cheo zaidi kuliko yeye, lakini kuna vile anavyoonyesha tabia ni tofauti sana, nizamu tofauti. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sio ndogo. Sasa tunapokuja kiroho, unakuta tayari una sifuri ya huko kwanza kwenye maisha ya kawaida, kwa sababu msingi pia unaanzia huko. Unakuwa discipline kwa namna gani? Uko disciplined. That's why tunaona hao wanaitwa disciple. Biblia Kiswahili inasema mitume, lakini ni disciple. They were disciplined enough. Disciple, discipline. Na hapo ndipo mambo ya kiroho watu wengi wanapokwama, kwa sababu ninapoona hauna discipline, kuna namna naweza nikakuacha nisikwambie au nikakwambia, lakini tayari naona wewe unakuwa na shida mahali. Sasa tunapokuja kiroho, Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja sasa katika masuala ya kiroho,